Kwa macho ya haraka tu, kwa sisi tunaofahamu ujenzi, unaona kabisa kwamba hizi pesa zimezama hapa. Akikuleta hili tuta hapa na huu ukuta, sio kazi ndogo, ni kazi kubwa. Tunafahamu kwamba tuna muda mfupi wa kukamilisha hili jambo. Tunawapongeza kwa kazi nzuri mnaoifanya. Tumetembelea miradi mingi. Naona huu mradi unakwenda vizuri na kuna na stage iliyofikia ni nzuri. Tunatoa tu angalizo kwamba muda uliobaki ni mfupi. Tunajua lazima hawa watu kuna uwezekano wakaomba kuongezewa muda. Kwa hiyo muendelee na umakini wenu wa kuhakikisha kwamba mtaongeza pale ambapo itakuwa ni lazima. Wananchi hawa wana mategemeo makubwa sana kwamba mradi huu utafanyika kwa wakati. Katika uhalisia hatutakiwa hata kuongeza muda, lakini tunafahamu El Nino mwaka jana imetuumiza kwenye maeneo mengi. Mabarabara, miradi ya maji, hata ujenzi wa magorofa. Miradi mingi imepata athari kutofanyika kwa wakati. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mwaka huu unakwenda vizuri. Mvua zinakuja, lakini hatujapata zile mvua za kufanya madhara makubwa. Kwa hiyo tunawataka tume ya umwagiliaji muendelee kumsimamia mkandarasi na muendelee na kazi. Kwa kazi tuliyoona hapa kama kamati tunaridhika kwamba you are on the right course. Kama ulivyoona Mheshimiwa Mwenyekiti, hata wananchi katika ngazi ya chini kabisa walikuwa wanaelezana kuhusu mchoro ule, mmoja anaeleza wenzake. Ina maana kwamba wananchi hawa wameelewa nini kinafanyika mahali hapa, kwamba wananchi au vijana wa sehemu hii wamehusishwa katika mradi huu. Kwa hiyo swala zima sustainability kuna elements nyingi sana ambazo zinaonyesha mahali hapa. Sisi kama wizara tunatekeleza miradi mingi sana zaidi ya 700 nchi nzima ya umwagiliaji, na huu ni sehemu ya ule mradi mmoja wapo. Lakini kama Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alivyosema, wana maeneo potential for irrigation kama 15, na lengo la serikali ya awamu ya 6 ni kuhakikisha kwamba maeneo haya yote yanafikiwa, na tutafanya kazi kwa juhudi, tutafanya kazi kwa maarifa makubwa usiku na mchana kuhakikisha kwamba hata haya maeneo mengine ambayo bado hajafikiwa, nayo kama mkurugenzi wa NELC alivyoeleza kwamba yameshaanziwa mengine kufanywa upembuzi yakinifu, ili hapo baadaye iweze kujengwa miradi kama hii. Mbili, kwanza protection ya eneo lenyewe, lakini pili kuulinda lile bwawa. Lakini la tatu, tutajenga ofisi ndogo pale na wanaokaa kwenye eneo hili kuweka utaratibu wa ulinzi, kwa sababu kutakuwa na samaki na vitu vitaingia hivyo. Lakini samaki wakija na mafuriko yakija yanakuja pia na kina mamba. Kwa lazima hayo yajulikane. Kwa hiyo wanaweza kutumia kama chanzo cha mapato cha eneo, wakaweza kuuza wale samaki na wananchi wakaweza kupata kipato. Kwa ni mradi ambao ni endelevu. Kwa wale ambao ni wale Maragwa watanufaika kwa sababu mashamba mengi kule yalikuwa juu na yatapata maji haya. Mashine kubwa mbili kubwa za kwenda mita 1500 chini ya ardhi kutoa maji ziko njiani, tushalipia, serikali imeshalipa fedha, zitakuja. Kwa tukiwa na changamoto yoyote ile ya maji, tunayo sababu nyingi sana za kuweza kufanya. Lazima hii investment iliyofanyika iweze kuwa endelevu, na naamini itakuwa endelevu. Kitu kikubwa na muhimu ni ulindaji wa mazingira. Hilo ndio ambalo ni shirikishi kwa sisi pamoja na wananchi.